Wiki hii huku kwetu imetua mkoani Songwe, ambapo hapa niliposimama ni katika chanzo cha maji cha mto Nsala inayopatikana wilayani Mbozi. Kama kawaida, kama ilivyo desturi yetu, ni kwamba tunaangazia asili zetu ambazo zinaendelea kuishi na kufanya kazi. Katika eneo hili kunasadika kwamba kuna maji ambayo ukiyatumia ama ukiyanywa una uwezo wa kupata watoto mapacha. Na hapa tunakutana na mwenyekiti wa mazingira ambaye anatupeleka katika chanzo hiki kuweza kujua historia ya maji haya. Karibu. Tunapata na msaada kabisa wa kusaidiwa, maana si mchezo. Maji haya ndio yanayosadikika ya kwamba ukiyanywa yanakupatia watoto mapacha. Na hapa tunakutana na mzee Hazole, mzee wa mila, anatufahamisha asili ya eneo hili. Karibu. Jina langu naitwa Hazole Msiete, mwenyekiti wa mazingira na ni mzee wa mila. Chanzo hiki ni cha muda mrefu. Nitaonyesha hadi picha za wazee waanzilishi. Mimi nimeachiwa urithi na wazee. Hiki chanzo toka mwanzo kiliwekwa. Kuna mti uliwekwa hapa hadi leo upo. Kale kamti kaliwekwa na ule mti mdogo ule pale. Kaliwekwa mwaka 67. Kamekuja kuwekwa tena na Mchina mwaka 72. Tungependa kufahamu sasa ni ilikuwaje mkafahamu ya kwamba haya maji yana uwezo wa kutoa watoto mapacha? Asante sana. Haya maji, hayo mashimo nayo yaona hayo. Kuna mlinda msitu anayezunguka humo. Mlinda msitu maana yake ni nani? Kuna nyoka mkubwa ambaye anakuepo huku, huwa tunatambika. Mwaka ambao kutakuwa na mapacha anaweza kapita. Akipita, wale watakao faidika kunywa maji, wakinywa maji lazima wapache mwaka huo. Kwa hiyo ni mpaka nyoka apite. Akipita nyoka ndo maji hao nakunywa. Kwa hiyo sio wanaochota wale. Wanachota siku ambayo amepita ndo bahati yao ya mapacha. Ndio maana utakuta mapacha wako kwa awamu. Mimi mwenyewe hapa ni pacha. Mimi baba yangu amepacha mara 3. Baba yangu ndiye aliyeweka, baba mkubwa ndiye aliyeweka kale kamti. Alitabiri kwamba huu mto ni mto mapacha. Lakini sisi tulizarau. Lakini jinsi tunapozidi kwenda tunazidi kuona matunda ya mapacha. Ndio maana unaona wanaongezeka. Unajuaje sasa kama nyoka amepita leo ama atapita? Hapa kipita, kwa mfano miezi ya 6 utakuta asubuhi maji ya moto yanatoa mvuke. Yakitoa mvuke kwa sababu yuko huko ndani, huwa anatoka. Akitoka maji yale yanatoa mvuke asubuhi. Tangu ulipogundua kama haya maji yanaleta mapacha, na wewe umesema kama ni kiongozi wa mila lakini pia ni kiongozi wa mtaa huu ama wa eneo hili. Ndio. Mpaka sasa hivi inakadiria kuwa na kaya ngapi ambazo zina watoto mapacha kwenye eneo lako? Kwenye eneo langu hazijapungua kaya 10 ambazo zina mapacha. Ndipo tulipojua kwamba mapacha haya ni kweli alichosemaga mzee ni halali. Na watu wanaostahili kunywa maji haya ni watu tu wanaozunguka ama mtu yeyote ambaye yuko tayari kuweza kupata watoto mapacha anaweza akaja kunywa maji haya? Kunywa maji haya ni mtu yeyote. Unaweza ukawa unakuja kunywa siku na kuja unabahatika. Ndio bahati yako. Ndio maana utakuta mapacha wamejitokeza kwa mwaka mmoja hata 10. Kwa sababu ya kubahatika, wamebahatika kuchota maji siku za mapacha. Kwa hiyo hakuna kanuni yoyote, hakuna masharti yoyote. Masharti hayapo. Haina masharti, huu mtu hauna masharti ya kunywa maji. Na ukifika hapa wala hamna masharti yote, yani wewe ni kunywa tu na kuondoka, hakuna chochote. Wewe ni kunywa, ukichota unachota unaenda kuweka kwenye chungu chako, utakuwa unakunywa ndani. Kutokana na historia ambayo ametupa mzee Msiete ambaye ni mzee wa mila katika eneo hili, na hapa nimebahatika kukutana na mapacha ambao wametokana na maji haya. Kwa majina naitwa Jacob Kaisi Mwampamba. Nimezaliwa mwaka 1999 katika wilaya ya Mbozi, kitongoji cha Mpakani. Historia ya kuzaliwa kwako uliambiwa nini? Katika historia hii tulikuwa tunaambiwa kwamba nyie ni watu wa mfano, kuona kule mji maji ya Sala mnaona kale mtoni, nyie ndo kama historia mfano. Na kuna wenzenu na kuna wakubwa waliofuata mliozaliwa eneo la mto Nsala
Mapacha sisi, ila tuko wengi, sio hao, na wengine wako mashuleni, wengine wako manyumbani huko. Wewe ni historia inayotokana na chanzo hiki baada ya kunywa maji. Je, na wewe unaamini na una mpango kwamba uje kupata watoto wanaotokana na chanzo hiki? Ni kweli maji bado sisi tunaendelea kuyatumia kwa sababu tupo mtaa huu na tunaendelea kuishi mtaa huu. Ikitokea neema kama alivyosema mzee, tukipata watoto mapacha mwenda fly sana, kwa sababu ukiwa pacha afu kawa tena na watoto mapacha inapendeza zaidi. Mimi ningependa kufahamu kama je, ni kweli mnaamini uwepo wa nyoka katika eneo hili? Uwepo wa nyoka mimi naamini, kwa sababu mimi nilishamshuhudia. Hapo chini kuna sehemu ukishuka pana bonde hapo. Tulikuwa tunapitia huku tunashuka chini. Sisi tulikuwa tunateleza kwenye migomba. Tunafunga kata migomba tunateleza. Tulikuta kwenye maji kuna kitu kinapiga. Tulivyofunua tulikutana nyoka, ni mkubwa yule, yani zaidi ya chatu, yule ni mkubwa. Sasa tulikimbia, tulichanganikiwa kwa kweli. Hatukuwahi kurudi tena. Ni miaka kama nadhani 15 imeisha mpaka sasa. Sijawahi shuka huko. Hawa ni baadhi tu ya mapacha ambao tumebahatika kuwakuta eneo hili. Tutapata kutembelea baadhi ya kaya ili tuweze kuona kama tunaweza kubahatika kuwapata mapacha wengine, tuweze kufahamu historia yao kuhusiana na asili ya chanzo hiki. Kutokana na maelezo ya mzee wa mila, mzee Msiete, ametufahamisha ya kwamba mtaa huu una zaidi ya kaya 10 ambazo zina watoto mapacha. Na hii ni moja ya kaya ambayo ina watoto mapacha zaidi ya 2. Na hapa tunakutana na mama ambaye amebahatika kupata mapacha zaidi ya mara 2. Majina yako naitwa nani? Naitwa Maria Justin Mkondia. Sisi leo tumefika hapa nyumbani kwako kuweza kufahamu kuhusiana na uwepo wa mapacha katika mtaa huu. Unaweza ukatupa historia kidogo kwamba hii ikoje? Historia, nadhani huu mtaa wetu tumepata neema ya kupata watoto mapacha. Mimi hapa moja wapo ndo mama, nimepata mara 2. Wenzangu nao kuna baadhi nao mara 2, wengine mara 1. Nadhani ni neema. Baada ya muda kuuliza historia, tukaambiwa kwamba kuna chanzo cha maji cha Mto Nsala kinasababishwa kuleta watoto mapacha. Watoto wako wana umri gani? Wa kwanza wana miaka 20, wa pili wana miaka 10. Na unaamini kwamba ni kweli maji yanaweza kusababisha kupata watoto mapacha? Ni neema ya Mungu, naweza nikaamini nikasema ndio, kwa sababu hata wanaohamia wengine anahamia anakuja hapa, akikaa kidogo anabahatika kupata watoto mapacha. Naweza nikaamini ni kwa neema ya Mungu. Huku kwetu kwa siku ya leo tulikuwa tunaangazia historia na tamaduni zinazoishi, na tulipata kuangazia historia ya chanzo cha maji ambacho kinatoa watoto mapacha. Kutoka hapa katika kaya ya Maria James iliyopo mtaa wa Mpakani, kata Ichenjezia, wilayani Mbozi, mkoani Songwe. Mimi ni Aida Matthew na hii ni Clouds TV.